Maisha ninayoyapitia ni changamoto, maumivu, mateso, moyo unakata tamaa. Sijui nifanye nini, Aimi, sina sama duniani. Mama mgonjwa, baba buriani, mpenzi naye anitaki jamani. Kazi sina, elimu sina, kichwa mazo, machozi machoni, wapi niweke tumaini la Mapito ya maisha ninayoyapitia ni changamoto, maumivu, mateso, moyo unakata tamaa. Sijui nifanye. Sababu umechelewa hivyo tena? Unajua blaza, nilipata kazi hapo kidogo nikamenya viazi nini. Sasa nimemaliza ndio maana nimefika sahihi. Samahani lakini kwa kusubirisha. Yaani nimekaa muda mrefu toka nilipokupigia simu. Mpaka jamaa hapa ananiulizia vipi, nikaona chat naye hapa. Namtumia sema bado tunakuja. Lakini nikikaa naambia tunakuja atutokee hapa. Samahani bro, kuchelewesha. Sikiza mdogo wangu. Pale tunakwenda kwenye kazi, sawa? Tunakwenda kufanya nini? Kazi. Kwa hiyo katika kazi ufanye kazi. Kazi. Sio tunakwenda pale unakuja kuwa na mambo kibao. Unakuwa unaomba mkono mna vitu vya watu unachukua. Hapana. Mimi sitaki lawama. Kwa hiyo ukaona nitumie watu waje kunikaba, si ndivyo? Juju, wewe ni mtu gani ambaye hivi samani ya ndugu? Yaani unatuma watu waje kunikaba, wanachukua kila kitu changu. Kwa nini hiki? Lazima msikie. Wewe ndio umekutana. Hivi hakuna mtu mwingine anaweza kufanya hivi zaidi yako wewe. Wewe ndio unafanya hivyo Juju. Hawa sisi. Hata hiyo ni chongo sana sana kufanya. Sikiliza bro. Kama umenichoka mimi niambie. Kama mimi ninavyojilaza hapo unavyonipa hivyo vibuku vyako unavyozingatia kachai, kama umechoka niambie. Unaona unapoongea simple sana yani. Yaani unaongea taratibu sana, unaongea ni vitu ambavyo anavikuumiza, si ndio? Kabisa vipi? Mimi na uhakika Juju wangu ndio alifanya hivi. Yaani 100% wewe ndio ulifanya hivi. Nakupeleka pale ukafanya kazi. Anafanya hivyo kwa sababu nakusaidia kutokana na shida zako. Lakini nakuona kama hauko sawa, tuko na kuja kule. Kama ni mtu ambaye mwenye mawazo. Ama swala mawazo acha. Swala kufikia kwamba mimi nimefiwa sina mama. Sawa, ameshafariki, utamfanya nini wewe? Sasa hivi ni wewe ndio unabaki. Simenelewa. Kwenda kupeleka kwenye kazi, fanya kazi, achana zile stress kwa eti una stress mzigo. Nimekuelewa blaza. Ninachokihitaji na kupeleka kwenye kazi ufanye kazi. Uachane na mambo mengine. Uachane na dokozi na uache kuwajibu watu pale vitu tofauti. Kazi, usichague kazi. Simenelewa? Nakuelewa blaza. Pale utasaidiwa, mambo mengine yatapungua. Pamoja hautomaliza mambo yote lakini unaweza kaka sawa. Shida zako zikapungua kidogo. Na ndio maana mimi nimekuhangaikia ili upate kazi. Si tumeelewana sio? Lakini blaza, kuna kitu nataka nikuahidi. Kwanza nashukuru sana blaza kwa kunipambania mimi mpaka nimepata kazi. Ndio. Na pia nakuahidi nitafanya kazi kwa uadilifu kaka.
tumaini langu mioyoni hawana shaka, wanakula amini, mimi nakuita kwa moyo wote. Tumaini langu, Mungu wangu nitazame. Sema sawa, hamna shida. Wewe umeamua kulikomoa, poa, umeshinda, poa. Wewe kama umenichoka ni wewe niambie, mimi naweza nikatoka na nangu kibao tu huko nje na leo mimi nikaliforce fresh. Kwa vile unanipa vibukubuku vyako vya chai hapa asubuhi ndio unanifanyia hivi au vipi? Au mambo gani mzee tunafanyana? Kama umetoka unanielekeza, mimi naweza nikaondoka, nikaenda nikaposti mambo yangu. Yaani wewe nikichukulia yako kwa niaba hii. Sisi unazingua michongo yako mingine bwana. Wapo cha msingi nenda polisi. Au kama vipi nikusindikize ni polisi. Au polisi ushani. Sawa. Sauzi. Ina maana mtu ananiambia unaniletea ndo huyo? Ndo huyo kijana mchapakazi? Huyo? Si nilikwambia nitakuita kijana mchapakazi, ndo huyo? Wewe nilikwambiaje? Nilikwambiaje wewe? Kwanza samahani na sitofahamu hapa. Mbona hivi maana sio kama mnafokeana? Kaka. Unajua mimi nakuheshimu sana wewe. Ndio. Mimi nakuheshimu sana wewe. Huyu dogo ndo alikuwa anazingua pale kwa mzee. Wewe si ulikuwa unasema tofali 300 wewe? Wewe unajua bei ya tofali wewe? Na hapa leo umefuata nini? Yaani katika vitu ambavyo sipendi kuviona ni wewe hapo. Ocho. Vipi kwani? Blaza, huyu ndo alikuwa nimepanga pale kwao. Halafu amenifukuza pale kwao. Moja matatizo alikuwa nao, nimezidisha miezi 2 kodi alikuwa ananidai. Ndio akaja akanitimua na nikahamia pale kwa mjomba. Kaka, labda nikwambie kitu kimoja. Hata kama kungekuwa kuna kazi, sio kumpa huyu kazi. Tena ondoka. Ondoka usikia? Samahani, soma bure bwana ndugu. Mbavu wewe. Unajua mimi nikasikia chochote. Kaka mimi yani udogo amenichanganya. Unajua amenichanganya. Samahani bwana. Ina maana udogo alipanga kwenda. Huyu ndio udogo nilikwambia. Nimetoka shule pale, nimekutana na wewe mitaa kati pale. Ukaniambia mbona huko sawa? Ndio huyo udogo alionizingua. Anajibu tofali si 300, tofali si shilingi ngapi? Dogo anadharau sana yule. Mimi nimemtoa kwa siku niambia nataka kijana nimlete kwenye kazi. Kwa ngoja nikuletee ndio huyu. Sijui mimi kama alipanga kwenu. Sijui siku zote nakaa. Mimi sijui kama alipanga kwenu. Mimi naomba unisamehe bure. Yaani sijui lolote. Na ningekuwa najua kama ni mtata na mimi ningemleta nini? Mimi nimemleta hapa kwa ajili ya shida zake. Udogo ana shida sana. Amefanya mama yake na mpaka sasa hivi yupo kwenye mitihani ya kutafuta kazi. Tulipanga muda sana. Mbavu sana wewe. Yaani kaka sifichi. Yaani hivyo ni wewe tu kwa sababu heshima yako. Lakini unaona kabisa siku yangu leo ilikuwa kwa nzuri. Na kuheshimu sana ndugu yangu lakini kwa huyu dogo. Hapana. Ni swala ni kaka. Kwa hiyo nisamehe mimi. Mimi nilikuwa na kesho. Okay, ndio bangu.
Unajua